Kwa jina naitwa Flora Gladi Mzava, ni mshiriki wa kanisa la Zinga mtaa wa Kiromo, ni kiongozi wa huduma wezeshi katika kanisa la Zinga. Kupitia semina hii ya leo nimejifunza namna ya kuweza kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum, na nilikuwa sielewi nitaanzia wapi, ila nashukuru kwa siku ya leo nishajua kwamba nitaanzia sehemu gani. Mungu awabariki sana kwa utumishi uliotukuka. Kwa majina naitwa Sabato Phineas, ni mratibu wa huduma wezeshi katika ukanda wa Bagamoyo ambao inajumulisha baadhi ya mitaa mitano ambao nina mtaa wa Kiharaka, mtaa wa Kerege, mtaa wa Kiromo, mtaa wa Bagamoyo pamoja na nikijumulisha na mtaa wa Msata. Nashukuru sana, leo tarehe 1 mwezi wa pili 2026 tumekuwa na semina moja ya kipekee sana na nzuri sana, ambao watu wote ambao wameshiriki wamependwa na wamefurahi sana kushiriki katika semina hii ya siku ya leo. Basi ni semina ambayo imejumuisha huduma ya APM, huduma wezeshi katika ukanda huu wa Bagamoyo, ambao kwa kweli kila mmoja aliyefika hapa amefurahi. Na mimi pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa makanisa waliokubali kutoa wawakilishi pamoja na waratibu katika huduma hii katika makanisa yao, walioweza kufika katika eneo hili la Bagamoyo katika semina hii ya siku ya leo. Napenda sana kuwashukuru sana makanisa waliojitolea na waliokubali kutoa watu wao kuja kwenye huduma hii ya semina ya APM. Napenda kushukuru sana. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana kulingana na siku hii ya leo. Mimi kwa majina naitwa Enisemba Lirema Mbwambo, nasali katika kanisa la Msoga na ni mtaa wa Msoga na ni mratibu wa kanisa la Msoga, lakini pia mtaa wa Msoga. Kwa kweli semina ya leo imenipa hamasa kubwa sana, sababu tumefahamu mambo ambayo tulikuwa tuyafahamu kabisa. Tumepata maelekezo mengi kuhusu wenzetu ambao wako katika mazingira magumu au walemavu, lakini Mungu ameingilia kati, ametupatia nafasi ya kuweza kuchukua ujumbe wa kuweza kuwapelekea na wao, kuwashirikisha kama wenzetu, maana Yesu aliwafia kama alivyotufia na sisi. Kwa jina ninaitwa mchungaji Elisha Zilahenda, mchungaji wa mtaa wa Msata. Leo tulikuwa hapa Bagamoyo katika kanda yetu hii ya Bagamoyo kwa ajili ya semina hizi za huduma wezeshi ya Kiadventista. Nami ninawatia moyo waumini na washiriki, wachungaji na viongozi ambao tumechaguliwa kwa mwaka huu, mwaka 2026, kuhudumia na kusimamia kitengo hiki maalum ambacho cha huduma wezeshi ya Kiadventista. Mimi ninawasihi na ninawaambia kwamba viongozi wenzangu, wachungaji wenzangu, tuone umuhimu mkubwa wa kanisa kuchagua mtu huyu ambaye atakayekuwa mratibu wa huduma hii wezeshi ya Kiadventista katika kanisa mahalia. Lakini sio kanisa mahalia pekee, hata katika mtaa inatakiwa tupate mtu ambaye atakayekuwa ni mratibu wa mtaa, ili kuwasaidia na kusaidiana na hawa viongozi wa ratibu wa huduma wezeshi katika kitengo hiki walioko makanisa mahalia. Kwa sababu tunapofanya huduma kama hii ya kuwatambua na kuwahubiria Injili, na tunapowahubiria na wanapokuja ndani ya kanisa, basi na wao pia tunawashirikisha moja kwa moja katika kazi ya utume, kwa sababu idara zote ndani ya kanisa, vitengo vyote ndani ya kanisa, jambo letu ni moja tu, ni wimbo mmoja, ni utume. Hatuna ajenda nyingine, ajenda ni hiyo. Kwa hivyo wito wangu kwa wachungaji, wito wangu kwa wazee wa makanisa, wito wangu kwa wajumbe wa baraza, wito wangu kwa washiriki, wito wangu kwa waumini na wito wangu kwa waratibu, tuwaoneshe ushirikiano hawa viongozi wetu wanaokuja kwa ajili ya kuleta hizi semina. Lakini pia viko vipaumbele mbalimbali ambavyo vilivyopo tulivyokuwa tukivipokea siku ya leo, ikiwemo ni katika habari ya kambi lile la watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia yako mambo mengi ambayo tumeyapokea na imani wale watu ambao tuliopokea semina hizi, hawa viongozi waratibu kutoka katika makanisa haya mbalimbali, tunapokwenda kule basi tutakwenda kutenda mambo yaliyo makuu. Bwana wabariki
tunapojihusisha, tunaposhirikiana katika kupokea kitengo hiki na kutembea nacho na kuonesha ushirikiano, na mwisho matokeo makubwa na ushindi ni hakika, maana Yesu karibu anarudi. Bwana ni mwema, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Adventist Possibility Ministry katika jimbo letu pendwa la Ise. Kwa jina anaitwa John Zakaria Petro, ni mratibu wa huduma wezeshi katika jimbo la East Coast Tanzania Field katika ukanda wa Tegeta Bagamoyo. Na siku hii ya leo tumebarikiwa sana kuwa na semina ya pekee sana ambayo imefanyika hapa kanisa la Adventista wa Sabato Bagamoyo, ambao ni ukanda wa Bagamoyo huu ambao ulikuwa na mitaa mingi sana, mitaa mingi ambayo ilikuwa imesalia, mitaa takriban 8 ambayo ilikuwa imesalia katika semina za APM. Na siku ya leo tumebarikiwa sana kuweza kuwa na wawakilishi kutokea kule Chalinze, wamekuja mtaa wa Msoga kule, wamekuja watumishi wa Mungu tokea mtaa wa Kiromo, mtaa wa Kiharaka, mtaa wa Kirege, mtaa wa Msata, mtaa wa Bagamoyo wenyewe pia. Hivi pia na wachungaji kadhaa wamekuja. Tunamshukuru Mungu sana. Mchungaji wa mtaa wa Kiromo, Pastor Bryson Mbinga amewasili pale. Pia vile kuna Pastor Emmanuel ambaye ni wa mtaa wa Kelege ameweza kuwasili katika semina hizi. Vile pia Pastor ambaye ni mtaa huu wa Bagamoyo wamehudhuria katika semina hizi. Vile pia washiriki kadha wa kadha ambao ni wadau pendwa sana wa huduma hii wezeshi. Hakika tumebarikiwa sana. Na kwa niaba ya mkurugenzi wa huduma hii wezeshi ya Adventista Pastor Elisha Juma, tunapenda kuwashukuru sana makanisa yote ambao wametoa kibali, wamewaruhusu watumishi wa Mungu kuja katika semina hizi. Hakika tutambue thamani ya hawa watu wenye mahitaji maalum ndani ya kanisa. Wito wetu ni mmoja tu, ni utume. Kazi yetu ni moja tu, ni utume. Tuwakumbuke watu wenye mahitaji maalum siku zote maisha. Bwana akubariki sana. Kwa majina ninaitwa mchungaji Josia Jonas Malima, mchungaji wa mtaa wa Bagamoyo. Tunamshukuru Mungu sana katika siku ya leo ambayo Bwana ametupatia. Tumekuwa hapa kwa ajili ya semina maalum za kitengo cha huduma wezeshi za Kiadventista ndani ya kanisa letu. Tunamshukuru Mungu. Pia tumekuwa na waseminishaji makini, na kwa kweli wakuu wa vitengo hivi kutoka katika makanisa yetu ya mitaa mbalimbali, kutoka kule Msata, kutoka kule Kerege, kutoka kule Kiromo na hapa Bagamoyo. Watu wamehudhuria vizuri na tumepokea maelekezo ya kazi kwa namna ya pekee sana, na tunamtukuza Mungu katika semina hizi za leo. Lakini pia nitoe wito kwa namna ya pekee sana kwa makanisa yetu ambapo watu hawa wapo na tunao kila siku. Nitoe wito kwa makanisa haya, wapendwa, tuamke na tuweze kuiweka vizuri na kuisimamia vizuri huduma hii wezeshi ya Kiadventista. Watu hawa wapo, wanahitaji huduma yetu, wanahitaji kumjua Mwokozi. Nitoe wito pia kwa wachungaji wenzangu, ninaomba kupitia makanisa yetu ambayo tunayasimamia, tuwatie moyo viongozi hawa wa kitengo hichi cha huduma wezeshi wafanye kazi hii, maana tunafanya kazi hii tukiwapatia huduma ya utume, maana hata wao pia wanahitaji kuokolewa. Na kwa hivyo Mungu awabariki, Mungu awabariki viongozi wetu wa kanda hii ya kitengo hiki cha huduma wezeshi na viongozi wetu wa field. Mungu awabariki kwa semina hizi kuzileta hapa Bagamoyo, na tunasema asanteni sana. Karibuni tena hapa Bagamoyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Magoma Maira Alfredi, ni mkalimani wa lugha ya alama kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kunduchibichi. Lakini mimi ndiye kiongozi wa kalimani katika ukanda wa Tegeta na Bagamoyo kwenye makanisa yake kuanzia chuo kikuu mpaka Chalinze. Niko mbele yenu kwa ajili ya kuhamasisha na kuwatia moyo na kutoa wito kwa viongozi wa makanisa, kuanzia viongozi wa idara ya APM ndani ya kanisa Maria mpaka wachungaji katika makanisa yote ndani ya jimbo la Ise, ya kwamba tunapaswa kuanzisha madarasa ya lugha ya alama kwa ajili ya kuwapata wakalimani wengi ndani ya kanisa. Lakini pia nipo kwa ajili ya kueleza ya kwamba kanisa kama kanisa wahusike katika kuwasomesha
wakalimani wa lugha ya alama, kwa sababu hii ni kazi ya Injili ambayo tumeitiwa wote kuifanya. Yupo mtu mmoja anasema yeye hawezi kusoma lugha ya alama, lakini anaweza akatumia mbinu ya kutoa hela na kuwezesha mafunzo ya ukalimani wa lugha ya alama kwa wale watu ambao wanaendelea na mafunzo. Lakini pia napenda niwaambie ya kwamba tutakuwa na semina za wakalimani wa lugha ya alama, tutazitangaza hivi karibuni. Mwezi wa 3 tunategemea kuwa na semina ambayo tutaitangaza. Tutakuwa na wataalamu wa lugha ya alama na ukalimani